msingi uliowekwa tangu awali ya mwanadamu kuokolewa na kumrudia Mungu kwa njia ya kweli ni Yesu peke yake. Kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo imesahaulika, lakini ni jambo lenye kipaumbele kuliko yote. Tunaokoka kwa sababu dunia si kwetu. Yesu yuaja tena. Around the corner, Jesus coming. Around the corner, Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready. Ni matumaini yangu ya kwamba Bwana amekupa afya na uheri wa uzima katika maisha hii. Hasa wewe ambao umekuwa mfuasi, mtazamaji, msikilizaji wa kipindi hiki Yesu yuaja. Ni furaha yangu ya kwamba Bwana anaendelea kutuhimiza, kututia moyo, kutukumbusha mambo yaliyo muhimu tunayohitaji tukiwa hapa duniani, tunapongojea kurudi kwake Bwana wetu alinyakue kanisa lake. Naendelea leo katika somo la 3 tukijikumbusha kwamba parapanda itakapolia sote tutasimama mbele ya kiti cha Kristo ili upate kupokea thawabu ama tuzo. Mfululizo wa somo hili tukaangalia tuzo la kwanza ni taji isiyoharibika. Na hii ni kwa ajili ya wale ambao watakaza mwendo, wasikate tamaa mpaka waingie uzima wa milele. Tukaangalia pia katika kipindi kilichofuata taji ya shangwe, taji ya furaha, na hasa ni kwa wale waliokuwa na uwezo wa kuwaleta wengi ama kuwaleta watu kwa Yesu. Hata mtu mmoja ni wengi wa kutosha, kwa sababu Biblia imesema kwamba malaika wa mbinguni hushangilia, hufurahi hata kama ni mtu mmoja anaokoka. Ninakutia moyo kama vile nilivyofanya kwa kipindi kila kwamba angalau ukiwa Mkristo ukishaokoka, tia bidii umlete mtu mmoja hata kwa Yesu, kwa sababu tutakapofika mbinguni kuna taji ya shangwe hasa kwa wale watakao leta watu kwa Yesu. Leo ningependa kutaja taji ya 3. Biblia imeita taji ya utakatifu. Kujitahidi kuishi katika utakatifu kuna tuzo ya utakatifu. Paulo alipomwandikia Timotheo akamwambia mambo hayo ya kwamba nimevipiga vita vilivyo vyema, nimeilinda imani, nimeumaliza mwendo. Timotheo wa 2:4 kuanzia mstari wa 7. Akasema na sasa nimewekewa taji ya utakatifu ambao Bwana mtakatifu atanipa siku hiyo, na si kwa mimi tu bali wote wanaotazamia kufunuliwa kwake. Paulo akasema kwamba taji ya utakatifu, crown of righteousness. Hapo juu Paulo anatia mkazo maneno matatu yaliyo muhimu. Akasema kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimemaliza mwendo, nimeilinda imani. Mambo haya matatu ukiyaunganisha pamoja kwa mapana na marefu huashiria utakatifu. Kupigana vita vilivyo vizuri vya kulinda imani. Usiangukie majaribu
Usifanye mambo ambayo yanaweza kukukataza, yanaweza kukata wewe tamaa mpaka ukose namna. Bila shaka ninapoongea kipindi hiki, ninajua kwamba kuna wengi ambao hata kwa muda mrefu hujahudhuria ibada kwa sababu ulikwazwa. Kwa hivyo hujaenda kanisa hilo, ama umebadilisha makanisa kwa sababu tunamenyana na watu, tunashindwa na utakatifu unaoletwa kwa njia ya msamaha. Watu wengi wanaona kana kwamba ni sawa tu ukipasuka na kwenda na unaacha jambo fulani, dosari, pasipo hata kuomba msamaha. Na tunasahau pia kwamba Bwana amesema ya kwamba utusamehe kama tunavyowasamehe. Bwana akasema usipowasamehe nawe hutasamehewa. Kumbe hata mambo tu ya kusamehe ni vita vinavyoweza kutunyima nafasi. Lazima upigane vita vizuri, uwe juu ya neno hili uweze kusamehe. Ukibeba kitu fulani, kwa mfano hata kutokusamehe peke yake, unaweza kunichukia kama mchungaji kwa namna moja ama nyingine, ukakata tamaa. Kwa hivyo hutakuwa umemaliza mwendo. Na hakikisha, angalia vizuri, Paulo anapomwambia Timotheo nimemaliza mwendo, halikuwa hajanyakuliwa, alikuwa bado hako duniani hapa. Maana yake ni kwamba alijiona kwamba kumbe nimefikia upeo. Hata alikuwa anasema Bwana Yesu, sasa hivi njoo, niko tayari. Anasikia hako safi, takatifu. Kuna mama moja nilimhubiria Injili wakati sayari ilipoanza miaka 27. Akaokoka kutoka kwa pombe na ulevi. Mama anajulikana sana katika kijiji chake, singependa kutaja jina lake. Lakini pamoja na yeye kuokoka, alikuwa na mtoto mlemavu aliyeponywa dakika hiyo, na mama akampenda Yesu. Miaka michache iliyopita akawa mgonjwa yeye mwenyewe, akapatikana na kansa, na muda mrefu uliopita akalala. Lakini maneno yake ya mwisho akitabasamu akasema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Yaani kumuona mtu dakika ya mwisho akiondoka duniani, akipumua pumzi ya mwisho, akianena maneno ya mwisho kusema Bwana pokea roho yangu, inamaanisha huyo mtu alikuwa na uhakika wa imani yake. Jinsi gani Paulo pia anasema kwamba nimemaliza mwendo. Maana yake ni kwamba jinsi alivyosafiri alijua nimeumaliza, na sina deni, sina sababu ya kujuta, sina sababu ya kutaharuki, sina wasiwasi. Nimelinda imani. Ananitia moyo na mambo hayo, kulinda imani, jinsi Bwana alivyosema kaeni hivi. Amejitahidi. Ndio, tuna maswali yanayotusumbua wakati mwingine kwamba je, mtu anaweza kuwa mkamilifu? Labda tunaweza kusema kwa njia nyingine la, kwa sababu ukamilifu haitokani kwa sheria, haitokani kwa bidii yetu. Lakini ukilinda imani kwa Yesu, mtegemee Yesu, na Roho wa Yesu anapofanya kazi katika moyo wako, dhamiri inakuwa hai. Na dhamiri inapokuwa hai, ukifanya kitu kidogo, dhamiri itakwambia hapana, hapa umekosea. Na hapo ndipo watu wengi wanaweza kupata nafasi ya kumwambia Bwana unisamehe. Unatembea katika safari hii mpaka unajua kwamba wakati fulani ambapo nilikosea ni kwa sababu nilipitia pale. Dhamiri yako itakwambia ukipitia pale utakosea. Kwa hivyo unaepuka mpaka unasikia kwamba umeilinda imani. Na Paulo anasema kwamba basi sasa taji ya utakatifu ambaye Bwana, hukumu ya utakatifu, hukumu ya haki, atanipa siku hiyo, na si mimi peke yake, bali wote watakaopenda kufunuliwa
kwake. Kumbe inawezekana umalize mwendo vizuri kama umelinda imani. Inawezekana umalize mwendo vizuri kama umepiga vita vilivyo vizuri, vita vya imani. Inawezekana basi utapokea taji ya utakatifu. Paulo pia alipomwandikia mwanake Tito, katika Tito 2 mstari wa 11, akasema maneno haya ya kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Hapa ninaona kwamba kushinda kwetu na kuwa watakatifu si kwa nguvu yetu, ni kwa neema ya Kristo. Na unapopokea neema hiyo ambayo ni wokovu tunaopokewa bure, na ukaokoka kwa sababu ya neema, neema haijatuambia tukae fua, haijatuambia tukae ndeng. Hapana, amesema kwamba inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Maana yake ni kwamba ukishaokoka na kumwamini Yesu, thamani ya mambo yaliyo mazuri unayohitajika kuzingatia ukingojea Yesu arudi ni kukataa. Ingawa neema iko, ingawa neema inakupatia nafasi ya kuishi, but neema hiyo pia inatufundisha kukataa ubaya, kukataa tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi. Usipelekwe na mambo na ulafi na ulevi, uishi kwa utauwa. Kwa nini ni ya maana? Kwa sababu mambo hayo ni muhimu kwa mtu yeyote yule anayelitazamia tumaini lenye baraka, ambayo ni mafunuo ya Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu mkuu na mkombozi wetu. Kumbe tunapopewa nafasi ya kungojea, tunapotazamia tumaini lenye baraka, ndivyo tunavyostahili kuishi, kukataa ubaya na tamaa za kidunia, kuishi kwa kiasi. Paulo akamwambia Tito kwamba unapongojea Bwana unastahili kuishi hivi. Mara nyingine tunapata lawama ya kijumla, tunaita kwa lugha ya Kiingereza wholesale. Kuta kwamba kanisa la Bwana tunalaumiwa wholesale. Tunabeba lawama hata za watu wengine, kwa sababu watu wachache ambao wameingia katika nyumba ya Bwana hawajaishi vizuri. Lakini ningependa kutoa ushauri wa upendo leo kwamba wewe binafsi unapolitazamia tumaini lenye baraka, wewe binafsi kataa, kwa sababu taji na tuzo ni kwa ajili ya mtu mmoja. Mtume Yohana naye katika waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 3 kuanzia aya ya 1 akasema kwamba wapendwa, sasa ninyi ni wana wa Mungu, uliookoka, ulio na neno hili la kuokoka na kumwamini Yesu. Siku fulani ukatubu dhambi, ukaanza safari hii ya kusema nimeokoka. Yohana anasema basi ulipookoka kweli, wewe ni mtoto wa Mungu. Kasema kwamba tazama upendo wa kiasi gani Mungu alitupenda basi mpaka sisi tuitwe watoto wa Mungu. Na dunia haijatutambua kwa sababu haikumtambua yeye. Basi sasa kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu, hatujatambua kwamba atakapofunuliwa itakuwaje. Hatujui. Maswali ni mengi. Sijui kama nitabaki na sura hii nikisema kwamba nitakutambua wewe ama utanitambua tukifika mbinguni. Je, ni sura hii nitakuwa nayo? Je, ngozi hii ndio nitakuwa nayo? Je, mavazi ya aina gani nitavaa? Unajua tunapapasa, mara ni mavazi meupe, mara ni nguo ya aina gani. Sijui kama ni nguo ambayo itakuwa na button kama hii. Sijui kama ni suruali ambayo itakuwa na long kama hii ambayo umefunga na mshipi. Sijui.
Naye Yohana hapa anasema kwamba hatujajua vile itakavyokuwa. Ni kitu kimoja tu tunajua, atakapofunuliwa tutafanana naye, tutakuwa kama vile Yesu alivyo. Unajaribu kufikiri Yesu ako namna gani? Hebu angalia baada ya kufufuka kwake. Hakuhitaji mlango ndio aingie ndani ya nyumba, aliingia tu. Hakuhitaji mabawa aende mbinguni, alienda tu chua. Kwa hiyo maana yake alipoenda mahali popote alienda, na alipotokea alitokea. Lakini kwa upande mwingine pia nashangaa, kwa sababu Yesu baada ya kufufuka kwake alipotokea wale wanafunzi pale bahari ya Galilaya, walimwona kama mtu wa kawaida, na Yesu alikula. Kumbe hata ile mili itakapopata kama yeye tu, iko chakula ya mbinguni. Ama kwa kweli hata manna ambayo iliteremka hapa si ilitoka mbinguni? Agano la Kale limeita ni chakula cha malaika. Kwa hivyo kuna malaika kule mbinguni wanakula. Na kama Yesu alikula baada ya kufuka, akakula samaki na chapati hapo kando ya bahari, inaonekana kule mbinguni kuna chakula, tutakula, tutafanana na yeye. Ni mawazo yangu tu kwa kufikiria. Lakini Yohana anasema kwamba hatujajua kabisa kwamba atakapofunuliwa tutakaa namna gani. Najua kule nyumbani mbinguni hatutakuwa na jua kama hii. Yesu ndiye atakayekuwa nuru, hatutahitaji jua. Kutakuwa na mto katikati hapo ambayo itakuwa na miti ambayo tunakula, na matawi yake ni ya kuponya mataifa, na matunda yake ni ya mambo mazuri matamu. Tunajaribu kupapasa. Yohana ananiambia neno la kweli, hatujajua. Lakini mambo hayo mazuri ambayo hatujayajua, yale ambayo tumeambiwa, kule hakuna kwaheri, hakuna magonjwa, hakuna mapepo, hakuna urogi na uchawi, hakuna laana ya ukoo, hakuna shida, hakuna matatizo, hakuna kifo, hakuna matanga. Huko ati ni furaha milele na milele mbele ya Baba. Huko mahali ambapo hakuna matope, barabara ile ambayo ingewekwa lami ni dhahabu ambayo ni kitu cha maana. Hapa watu wanafanyia kazi, ati ni barabara ya lami. So vile vitu vingine ambavyo hatujaona vitakuwa namna gani? Ni mahali pa ajabu. Wale ambao wamepata nafasi kidogo ya kutazama pale wanashangaa nchi hiyo. Yohana akasema kwamba kiti cha enzi kwanza kimekalia kristalo. Kristalo ni kitu kama glass. Yaani Mungu anakalia glass, si matope, ni glass, kitu ambacho kinang'ara, ambacho anashindwa namna ya kueleza. Na hapo kiti cha enzi cha Mungu kimezungukwa na upinde, rainbow, iliyo na rangi ya aina mbalimbali. Amekalia viti vya ajabu. Mbinguni ni ajabu. Yohana anatuambia kwamba hatujajua. Kweli sisi ni watoto wa Mungu na hatujajua atakapofunuliwa, bali tunatumaini tutafanana pamoja na yeye. Lakini kwa ajili ya somo la siku ya leo pia akatuambia katika Yohana wa kwanza 3:3, na kila moja aliye na tumaini hili ujitakasa jinsi naye pia alivyo takatifu. Maisha ya Ukristo haijataka sisi tuende shamra. Haijataka sisi tuende tukikula takataka zote. Hapana. Biblia inasema kwamba aliye na tumaini hili, ya kwamba parapanda itakapolia, Yesu atakaporudi, nipate nafasi ya kuingia pale. Then kuna kujitakasa, kuna kujiweka safi. Kuna wimbo huu naupenda sana, naimba, wamwendea Yesu kwa kusafiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Pambia inasema kuoshwa kwa damu. Ya 3 inasema atakapo kuja bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo, yafae kwenda mbinguni, mavazi yafuliwe kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo
ya kondoo.